Awali ya yote tunabudi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa rehema zake na ihsani yake. Ametuwezesha tumeweza kukutana katika majlis tukiwa na lengo la kupeana nasaha na kuelezana mambo mbalimbali yanayohusu dini yetu, lakini vile vile mambo mbalimbali ambayo yanamhusu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu, leo tumechagua katika majlisi yetu kuelezea kuhusiana na wasia kwa wale ambao waliochaguliwa na maisha baada ya uchaguzi. Hili ndio litakuwa somo letu la leo. Kwa nini tumeamua kuchagua somo hili leo katika majlisi yetu ya leo? Tunatambua ya kwamba siku chache zilizopita tulikuwa katika harakati za uchaguzi katika nchi yetu, na kuna mambo mengi sana yametokea kabla na baada ya uchaguzi. Kwa umuhimu wa jambo kama hilo, ipo haja ya kuweza kuzungumza mambo kadhaa ambayo yalikuwa kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi kutokea, mambo kadhaa yalitokea ndani yake. Wajibu wetu kama viongozi wa dini ni kuweza kuzungumza na kuweza kuangalia wapi palipokuwa sawasawa na wapi palipokuwa pamekosewa, tuweze kurekebisha, ili siku nyingine tusiweze kukosea pale ambapo tulipokuwa tumekosea. Siku moja niliwahi kutoa mfano. Ukiwa unajenga ghorofa kama hili la Masjidi Mtambani, ukiwa unajenga ghorofa kama hii, mainjinia hii wanaita ni project. Kwenye project yoyote ya ujenzi kunakuwa na vitu vitatu vikuu muhimu ambavyo mainjinia wanakuwa wanavizingatia sana kwenye project ya ujenzi. Kitu cha kwanza, kwenye project yoyote kuna kitu kinaitwa pre-project evaluation. Kabla ya kujenga ghorofa kama hili, engineer, kwa contractor, pengine na washauri, kunakuwa na watu wengi sana kwenye project, wanakutana, wanafanya kitu kinaitwa ni pre-project evaluation, tathmini, upembuzi yakinifu kwa ule mradi ambao wanataka kuuendea. Wanafanya upembuzi yakinifu. Lengo la pre-project evaluation kuweza kujua gharama ya ule mradi, namna gani watauendesha, rasilimali zinazotakiwa. Ndio maana wanafanya hivyo. Kama kutakuwa na kokoto, mchanga, maji, rasilimali watu na vitu vingine kama hivyo. Kwa hiyo watafanya pre-project evaluation, tathmini ya awali ya mradi. Wakishaanza ujenzi, wakati ghorofa linakwenda, litafika mahala, ghorofa litafika katika hatua fulani ya ujenzi, wataalamu wanasema kitakuja kufanyika kitu kinaitwa mid of project evaluation. Watakuja kufanya tathmini ya katikati ya mradi. Lazima wataalamu waje wafanye iko kitu mid of project evaluation. Lazima ifanyike tathmini ya katikati ya mradi, kwamba mradi wetu unaendaje, wapi tunakosea, wapi tunapatia, ili ile project ya ule mradi iweze kwenda vizuri. Kwa hiyo katikati lazima wataalamu wakae. Lakini wanapomaliza ule mradi, wanakuja kufanya kitu kinaitwa end of project evaluation. End of project evaluation, yani ni tathmini ya mwisho wa mradi, kwamba wapi walipatia, wapi walikosea kwenye mradi wa msikiti wa Mtambani, ili siku nyingine wakipata tenda ya kujenga msikiti kama huu, yale mapungufu ambao walioyapata kwenye mradi wa mwanzo wasiweze kuyarudia. Kwa hiyo mwishoni wakikamilisha kujenga,
wanafanya end of project evaluation, wanafanya tathmini ya mwisho ya mradi ili kuangalia wapi kuna weakness, wapi kuna makosa, mapungufu yako wapi na ukamilifu ulikuwa wapi, ili wakipata mradi kama huu wasikosee. Ndio maana wanafanya tathmini ya mwisho wa mradi. Sasa kwa kuwa tumetoka kwenye uchaguzi mfano wake kama unavyoona project ya ujenzi. Kwanza kabla ya uchaguzi inafanyika tathmini, uchaguzi utakuwa na gharama ya kiasi gani. Lakini pia unapomalizika uchaguzi lazima ifanyike end of project evaluation, ifanyike tathmini ya ile project ya uchaguzi ilikwendaje, ndio lengo. Kwa hiyo hata wale INEC wale au wale zeki wale wa Zanzibar wakimaliza uchaguzi huwa wanakaa, jamani, mapungufu yalikuwa wapi, wapi tulipatia, ili 2030 wasije wakakosea tena kama walivyokosea 2025. Ndiyo lengo. Kwa hiyo ipo haja ya kuweza kutathmini kwamba uchaguzi ulikwendaje na wapi tulipatia na wapi tulikosea. Hili ni jambo la muhimu sana na ni jukumu la viongozi wa dini. Ni jukumu la viongozi wa dini. Kama viongozi wa dini walikuwa wanatumika kuhamasisha watu wakapige kura kwa amani, warejee nyumbani kwa amani, maana yake mlango ule ule nao unawaruhusu viongozi wa dini kuweza kuangalia mapungufu yalikuwa wapi ili waweze kurekebisha 2030 wasiweze kukosea tena kwenye uchaguzi. Kwa hiyo mlango ule ule wa mwanzo waliopita viongozi wa dini kuweza kuwahamasisha watu amani, wakapige kura kwa amani, ndio mlango ule ule tena unawaruhusu viongozi wa dini kuweza kuangalia wapi kulikuwa na mapungufu. Kwa hiyo huwezi kumtoa kiongozi wa dini kwenye huo mlango kwamba ukasema sasa bwana wewe uruhusiwi kuzungumza hilo jambo. Hapana. Ikiwa mwanzo alikuwa anazungumzia amani, manake mlango ule ule, Waswahili na msemo mmoja wanasema mwiba ulipoingilia ndipo unapotokea pale pale. Kwa hiyo viongozi wa dini bado wana jukumu la kufanya tathmini ya kina, ni critical self, ile critical evaluation, tathmini ya kina, kuangalia kwamba uchaguzi wetu ulikwendaje, wapi tulikosea, wapi tulipatia. Lakini pia tunajua kwamba uchaguzi wetu, baada ya kukamilika uchaguzi, imetokea machafuko mengi makubwa imetokea katika nchi. Kwa hiyo ni jukumu la viongozi wa dini kufanya tathmini ya kina, kuweza kujua sababu ni nini, kwa nini ilitokea vile, changamoto ilikuwa nini, uchaguzi ulikumbwa na weakness gani, kwa nini watu wamekufa. Ni jukumu la viongozi wa dini kufanya ile critical evaluation, tathmini ya kina, kisha waje na majibu yaliyokuwa sahihi ili watu waweze kupata faida. Sasa hili ndio lengo la kuweza kuzungumzia vitu kama hivi ili tuweze kuangalia mapungufu yetu yalikuwa wapi. Hili ni jambo la muhimu sana. Lakini kuna nasaha kwa viongozi waliochaguliwa. Tunajua kuna viongozi wamechaguliwa, kuna madiwani, kuna wabunge, kuna rais kachaguliwa katika nchi. Sasa hivi kuna teuzi zinaendelea katika nchi. Mwanasheria mkuu wa serikali kachaguliwa, kateuliwa, na wengineo na baadhi ya wabunge wameteuliwa. Litakuja baraza la mawaziri, waziri mkuu naye atateuliwa. Yote haya yapo yanaendelea. Kwa hiyo ipo haja ya viongozi wa dini kutoa tathmini yao kutokana na yale yaliyotokea na nini tufanye, na kutoa wasia kwa wale ambao waliokuwa wamepata dhamana ya kuongoza katika nchi hii. Kwa hiyo ndio itakuwa anwani au darasa yetu ya leo, kutazama au kufanya critical evaluation, tathmini ya kina na nini tufanye. Maana tunapoeleza changamoto lazima pia tuje na solution ya changamoto zile. Itakuwa ni ajabu ikiwa wewe kazi yako kuelezea changamoto lakini solution uelezei. Unapoelezea changamoto toa na solution, tufanyeje? Ikiwa kuna changamoto pengine imetokea, kuna tatizo limetokea, je, tufanyaje ili 2030 tusiweze kukosea tena? Lazima tuje na solution katika jambo kama hilo. Kwa kuanza nianze kuelezea ishu ya uongozi kwanza, kabla sijaja katika kiini chenyewe cha darasa yangu. Tuzungumzia ishu ya uongozi.
kwamba uongozi, jambo la kwanza ni amana, na hili tulilizungumza kabla hata ya uchaguzi katika khutba kadhaa za Ijumaa, kwamba watu waelewe kwamba uchaguzi ni uongozi ni amana. Uongozi ni amana. Lakini ukiacha kuwa uongozi ni amana, lakini kiongozi anachaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ili lazima lifahamike. Wale ambao waliopata uongozi waelewe kuwa uongozi ni amana, na wale ambao wamepata uongozi waelewe ya kwamba wamechaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hapa kuna dhana kidogo tuiweke sawa. Ukimuona kiongozi yoyote katika dunia hii, tambua ya kwamba kiongozi huyo imma awe ni mwadilifu, imma awe ni kiongozi muovu, vyovyote itakavyokuwa. Lakini ukimuona kiongozi yoyote katika dunia hii, elewa ya kwamba kiongozi huyo amewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama ikiwa ni kiongozi muovu, unaweza ukajiuliza, sasa kama kiongozi muovu, kwa nini Mwenyezi Mungu amweke kiongozi huyo? Unajua, katika miongoni mwa adhabu ambazo Mwenyezi Mungu huwa anaamua kuwapa watu, wakati mwingine ni kuwapelekea kiongozi aliyekuwa muovu. Katika miongoni mwa adhabu, na ukisoma katika hadithi, katika miongoni mwa watu ambao wanazuia zaka, wale ambao wana kawaida ya kuzuia zaka, miongoni mwa adhabu wanayoweza kuipata, Mwenyezi Mungu anaweza kuwapelekea kiongozi muovu. Kwa hiyo ukimuona kiongozi muovu, tambua amepelekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa kwa nini Mwenyezi Mungu amlete kiongozi muovu? Inatakiwa nyinyi mnaoongozwa mjitafakari, mmekosea wapi mpaka Mwenyezi Mungu akupeni kiongozi muovu. Lakini pia ukimuona kiongozi muadilifu, pia ameletwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mambo ni vice versa. Kiongozi muovu na muadilifu, wote hawa wanaletwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ili lazima lifahamike hivyo. Na Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha'u wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u wa tu'izzu man tasha'u wa tudhillu man tasha'u biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Mwenyezi Mungu anasema, Qulillahumma malikal mulki. Mwenyezi Mungu yeye ndio malikal mulki, ndiyo anamiliki ufalme wote. Mwenyezi Mungu yeye ndio mfalme wa wafalme. Tu'til mulka man tasha'u. Mwenyezi Mungu anasema anampa ufalme amtakaye. Aya hii ndiyo dalili ya kuonyesha kwamba kiongozi yoyote, awe ni muovu awe ni muadilifu, anawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Aya hii ndiyo dalili. Mwenyezi Mungu anasema tu'til mulka man tasha'u. Mwenyezi Mungu anampa ufalme amtakaye. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Lakini pia anamvua ufalme, anamvua madaraka mtu amtakaye. Ukimuona mtu alikuwa kiongozi, baadaye akawa sio kiongozi, aliyemvua uongozi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye ndio aliyempa. Mwenyezi Mungu anathibitisha hilo, anasema wa tanzi'ul mulka mimman tasha'u. Mwenyezi Mungu anamvua ufalme amtakaye. Wa tu'izzu man tasha'u. Mwenyezi Mungu anampa utukufu, Mwenyezi Mungu anampa heshima amtakaye. Wa tudhillu man tasha'u. Mwenyezi Mungu pia anamdhalilisha, anamuondoshea heshima amtakaye. Biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo kwenye uweza wa kila kitu. Aya hii itoshe kutuelekeza na kutuonyesha ya kwamba kiongozi yoyote unayemuona katika dunia hii amewekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Na kiongozi yoyote atakayeondoka, imma kwa kuondoka kipindi chake kimeisha, imma kwa kuondoka amefariki, vyovyote vile, lakini ujue huyo mtu ameondolewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu analithibitisha hili, na inatakiwa tuweze kuliamini jambo hili kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anamweka kiongozi amtakaye yoyote kati ya sisi. Na aya nyingine Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala anasema, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mwenyezi Mungu anaumba atakavyo na anachagua. Anaumba atakavyo na anachagua. Anaumba huyu mrefu, anaumba huyu mfupi,
anaumba huyu mnene, anaumba huyu mwembamba. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, Mwenyezi Mungu anaumba atakavyo na anachagua. Pale kwenye kuchagua ndio anachagua Mwenyezi Mungu, huyu awe raisi, huyu awe mbunge, huyu awe diwani, huyu awe imamu, huyu awe mjumbe wa nyumba 10. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kwa nini wewe haukuwa imamu? Kwa nini wewe haukuwa mjumbe? Kwa nini haukuwa manager kwenye kampuni? Kwa nini haujawa raisi? Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Mwenyezi Mungu anaumba atakavyo na anachagua nani awe nani. Kwa hiyo suala la nani awe nani ni la Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kwa hiyo tunakubaliana kwamba uongozi unawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala, vyovyote atakavyokuwa, vyovyote. Yani imma kiongozi ataingia kwa nguvu, imma kiongozi atakuwa ni mwema, atakuwa ni mwadilifu, au atakuwa ni muovu, lakini tunakubaliana ya kwamba kiongozi anawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, uongozi ni amana. Hili ni jambo la pili sasa. Uongozi ni amana. Uongozi ni amana kivipi? Uongozi ni amana kwa sababu umegewa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hakuna dhima iliyokuwa kubwa kama ile dhima ya kukabidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiki ni kitu kikubwa sana, japokuwa watu wengi hawajui. Dhima iliyokuwa kubwa ni dhima uliyokabidhiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwaongoza watu. Ndio maana nikasema uongozi ni amana, na amana yenyewe unagewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu gani? Mwenyezi Mungu anampa ufalme amtakaye. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Kwa hiyo umegewa amana na Allah subhanahu wa ta'ala. Je, ile amana utaitumia vipi? Ile amana uliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala utaitumiaje ile amana? Sasa kuna watu wengi sana wanapupia kwenye uongozi, wanafanya pupa kuutaka uongozi. Mtu atatumia nguvu, atatumia mamlaka, atapiga watu, mwingine ataua watu, mwingine atafanya hivi, lengo lake apate uongozi. Lakini je, Mtume anasemaje katika jambo kama hili? Unaweza ukamkuta mtu anapambana kutaka uongozi, lakini pengine hajajua kama uongozi ni jambo zito. Mtume anasemaje katika jambo hili? Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema katika moja maneno yake, innakum satahrisuna ala al-imara, hakika yenu nyinyi itafikia hatua mtakuwa mnafanya pupa kwenye kutafuta uongozi. Haya ni maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na ni hadithi sahihi. Mtume anasema itafika zama kwamba watu watakuwa wanafanya pupa kwenye kutafuta uongozi. Mtu anatamani kuwa diwani, mtu anafanya pupa ya kuwa mbunge, lakini Mtume nini anasema? Wasatakunu nadamatan yawma alqiyama. Juu ya pupa anayoifanya mtu kutafuta uongozi, lakini itakuja kuwa majuto siku ya kiyama. Itakuja kuwa majuto siku ya kiyama. Ile pupa anayoifanya, anadhulumu, anapiga mtu, anamkandamiza mtu, anafanya hivi, anataka uongozi. Mtume anasema satakununa nadamatan yawma alqiyama, mtakuja kujutia siku ya kiyama. Ule uongozi mlioutafuta kwa pupa, mtakuja kujutia siku ya kiyama. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama alikuwa anayazungumza haya akiwa anajua kwamba uongozi ni amana, ni jambo zito mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na ni jambo zito siku ya kiyama kwamba watu watakwenda kuulizwa juu ya amana waliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anapofanya pupa ya kutafuta uongozi, ajue ya kwamba itakuwa ni majuto siku ya kiyama. Siku moja Aba Dharr al-Ghifari alikwenda kumfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akamuuliza akamwambia, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, mbona mimi haunitumii? Yani mbona unifanyi kuwa kiongozi? Aba Dharr anamwambia Mtume, mbona haunifanyi kuwa kiongozi?
Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama akampiga Abu Dharr kwenye bega lake kama hivi, akawa anampiga hivi, yani maana yake akawa anamtuliza. Thumma qala, kisha Mtume akamwambia Abu Dharr, ya Abu Dharr, ewe Abu Dharr, wewe innaka dhaifun, innaka dhaifun, wewe Abu Dharr ni dhaifu mno, siwezi kukupa uongozi. Wa innaha amanatun, lakini Abu Dharr, ninachokwambia uongozi ni amana. Mtume anamshika bega Abu Dharr, anamwambia innaha amanatun, uongozi ni amana. Abu Dharr, innaka dhaifun, mimi ninakuona wewe dhaifu, utoweza. Innaha amanatun, uongozi ni amana. Lakini Mtume hakuishia hapo, akamwambia Abu Dharr, wa innaha yawma alqiyamati khizyu wan nadama, lakini ninakuhakikishia hakika ya uongozi Abu Dharr, siku ya kiyama itakuwa ni majuto na kilio kwa mtu ambaye atakayekuwa ameukamata uongozi, itakuwa ni majuto na kilio. Innaha yawma alqiyamati khizyu wan nadama, itakuwa ni majuto na kilio siku ya kiyama kwa wale ambao watakaokuwa viongozi. Mtume anamwambia Abu Dharr kwamba wewe ni dhaifu, utoweza, uongozi ni amana. Lakini Mtume hakuishia hapo, akamwambia mimi ninakupendelea wewe Abu Dharr kitu ambacho ninakipenda katika nafsi yangu. Yani maana yake sitaki wewe Abu Dharr uingie katika mtihani siku ya kiyama, ndio maana sitaki kukupa uongozi wewe. Usione mtu kapewa uongozi ukaona kapendelewa, hapana. Innaha amanatun, uongozi ni amana. Kwa hiyo watu wanatakiwa wajue kwamba uongozi ni amana ambayo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na watu watakwenda kuulizwa kwa amana hiyo. Juzi nilikuwa namshuhudia mbunge mmoja anajipiga selfie, anajipiga selfie bungeni. Amechukua simu yake, anajipiga selfie bungeni, anashangilia, anafurahia kwamba yeye kawa mbunge. Subhanallah. Mtume anamwambia Abu Dharr, innaha amanatun, uongozi ni amana. Kumbe kuna baadhi ya watu wanatafuta uongozi kwa ajili ya kwenda bungeni kujipiga selfie, watu wawaone, watambe kwamba mimi ni mheshimiwa mbunge. Innaha amanatun, Mtume anamwambia Abu Dharr, uongozi ni amana, sio jambo dogo. Leo unafurahia kuwa mbunge, lakini ipo siku utakuja kujuta kwa nini ulikuwa mbunge. Leo unafurahia umekuwa diwani, lakini ipo siku utakuja kujuta kwa nini umekuwa diwani. Leo umekuwa ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa, lakini ipo siku utakuja kujuta kwa nini umekuwa mwenyekiti. Leo umekuwa imamu, lakini ipo siku utakuja kujuta kwa nini umekuwa imamu. Leo umekuwa rais wa nchi, lakini ipo siku unaweza kuja kujuta kwa nini nilikuwa rais wa nchi. Innaha amanatun, uongozi ni amana. Uongozi ni amana. Na Mtume hakuishia hapo, itakuwa ni khizyun wan nadama yawm alqiyama, itakuwa ni kilio na kusaga meno siku ya kiyama. Ndugu zangu, hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama inaelezea Mtume akiwa anasema, la tazula qadama abdin yawm alqiyama hatta yusala an umrihi fima afnahu, mtu unyayo wake siku ya kiyama hautoondoka kuelekea sehemu nyingine. Siku ya kiyama hautonyanyuka unyayo wa mtu kuelekea katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala mpaka aulizwe katika mambo makuu manne. Mtume anasema an umrihi fima afnahu, umri wake ameutumiaje? Siku ya kiyama watu watakuwa wanaulizwa, utaulizwa umri wako. Lakini jambo la pili, wa an ilmihi fima fa'ala fihi, elimu yako uliitumiaje? Utaulizwa siku ya kiyama. Lakini Mtume anasema wa an malihi min aina iktasabahu, mali yako utaulizwa uliichumaje. Wa fima anfaqahu, na je uliitumiaje ile mali yako? Utaulizwa siku ya kiyama. Wa an jismihi fima ablahu, mwili wako nao pia utaulizwa siku ya kiyama. Haya ni maswali ataulizwa mtu siku ya kiyama. Lakini nikwambie, baada ya wanadamu kumaliza kuulizwa haya maswali, wale ambao waliokuwa viongozi wataanza kuulizwa kuhusiana na wale waliowaongoza. Innaha amanatun, uongozi ni amana. Wakati watu wanaulizwa maswali haya manne,
Wakimaliza kujibu wanaondoka. Viongozi hawataondoka, watawekwa pembeni pale kuanza kuulizwa, tuambie wewe ulikuwa imamu, uliwaongoza vipi watu kwenye uimamu wako? Wewe ulikuwa imamu, unawaswalisha watu takriban 400 katika swala moja. Kila swala ya mtu mmoja utaanza kuulizwa swala yake, uliichungaje ile swala yake? Je, ilikuwa ni sahihi au uliikosea swala yake? Yani imamu anaanza kuulizwa swala ya mtu mmoja baada ya mwingine. Innaha amanatun, uongozi ni amana. Watu hawajajua uongozi kuwa ni amana. Mtu anachekelea tu, yuko bungeni anapiga selfie, anapigwa picha, anaitwa mheshimiwa, mbunge, diwani, rais, lakini mtu hajajua kwamba uongozi ni amana. Siku ya kiyama utaanza kuulizwa, we imamu, swala ya mtu mmoja mmoja. Sasa sikwambii mimi imamu naanza kuulizwa swala za watu 400 ambao nawaswalisha kwa siku mara 5. Kila kipindi kimoja kinaulizwa adhuhuri, swala ya mtu mmoja mmoja, umewekwa pale, unaanza kuulizwa. Je, ukiwa rais wa nchi, kwa mfano katika nchi yetu mtu anaongoza watu milioni 60, atachukua muda gani yule kuanza kuulizwa maswali ya mtu mmoja baada ya mwingine? Sikwambii mtu mbunge wa jimbo la Kinondoni, kuna watu wangapi hapa Kinondoni? Takriban 600,000, 700,000. Utaanza kuulizwa mtu mmoja baada ya mwingine. Sikwambii umekuwa diwani kama rafiki yangu Idrisa Ngatiche, diwani wa Kinondoni, ataanza kuulizwa mtu mmoja baada ya mwingine kwamba bwana, kuna raia wako mmoja alikufa kwa sababu alikosa dawa. Kuna raia wako mmoja alivunjika mguu kwa sababu barabara ilikuwa mbovu. Kuna raia wako mmoja alikufa na njaa kwa sababu alikuwa hana chakula. Maswali yote haya ataulizwa diwani, ataulizwa mbunge, ataulizwa rais wa nchi. Innaha amanatun, uongozi ni amana. Ndio maana Abu Dharr akaambiwa na Mtume kwamba innaha amanatun araka dhaif, araka dhaifan, na kuona wewe ni dhaifu Abu Dharr, achana na uongozi. Kwa hiyo watu wanatakiwa wajue kwamba uongozi ni amana. Na linapokuja suala la uongozi, hatuwezi kukwepa kuelezea uadilifu kwenye uongozi. Uadilifu kwenye uongozi hatuwezi kulikwepa hilo. Tunapozungumzia uongozi kuwa ni amana, maana yake kiongozi lazima awe muadilifu. Sayyiduna Umar, niliwahi kuwapa kisa siku moja. Sayyiduna Umar ilikuwa baada ya sala ya Isha, ilikuwa akibakia msikitini, alikuwa anasoma Qur'an. Na Sayyiduna Umar alikuwa ni khalifa wa Uislamu. Sayyiduna Umar alikuwa ni katika miongoni mwa masahaba 10 waliobashiriwa pepo na Bwana Mtume Muhammad. Alikuwa akibakia msikitini baada ya sala ya Isha anasoma Qur'an. Lakini zamani kulikuwa na taa za kandili. Taa za kandili zile, sio kama leo kuna umeme, taa za kandili. Sayyiduna Umar alikuwa anakwenda anazima zile taa, anazima. Siku moja sahaba mwenzie akaenda kumuuliza kwamba kwa nini unazima taa hali ya kuwa unasoma Qur'ani? Je, utaonaje? Sayyiduna Umar akamwambia, taa hizi zimewekwa kwa manufaa ya umma wa Kiislamu, hazikuwekwa kwa manufaa yangu mimi. Hawapati watu wengine, thawabu napata mimi. Kwa nini nitumie taa ambazo ni mali ya umma wa Kiislamu kwa manufaa yangu binafsi? Kiwango hiki cha uadilifu wa Umar kinatuonyesha juu ya umuhimu wa viongozi kuwa waadilifu. Na siku zote ili kiongozi awe mzuri ni lazima awe muadilifu. Sasa unapozungumzia uongozi hauwezi acha kuzungumzia uadilifu. Kwa hiyo uadilifu ni jambo la kwanza. Uadilifu ni jambo la kwanza. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa dini tuna jukumu la kuhubiri uadilifu katika nchi na kuwaambia wale ambao wametaka amana ya kiuongozi wawe waadilifu. Ufisadi ni jambo ambalo limekithiri. Ufisadi ni jambo ambalo viongozi wa dini wanatakiwa walisemee, waseme kama kuna mahala kuna ufisadi usemwe, ili wale waliopewa dhamana waelewe kwamba huu ni ufisadi na haufai mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Viongozi wa dini wasipofanya kazi ya kusema kwamba hapa kuna ufisadi, hapa kuna ufisadi, ni nani atakayesema? Ni nani atakayesema? Mwanawachuoni mmoja anaitwa al-Imam Humayd Salim kwenye kitabu chake cha Jawharun Nidham ana maneno anasema,
wa alimu biilmihi lam ya'malan ashaddu fi at-ta'dhibi liman jahila. Mwana wa chuoni ambaye elimu yake inakuwa haina manufaa, inakuwa haina kazi yoyote, yani anakuwa kwenye adhabu kali kuliko ni mtu aliyekuwa mjinga. Mwana wa chuoni elimu yake ikiwa haina impact yoyote, haina manufaa, yani maana yake anaona ule uovu, anaona ufisadi, anaona viongozi hawafanyi uadilifu, kisha kiongozi wa dini akakaa kimya, huyu anakuwa yupo kwenye adhabu kubwa kuliko ni mjinga. Kwa hiyo viongozi wa dini wana jukumu la kusema na kueleza kwamba jamani, kuweni waadilifu. Mmechukua uongozi, umekuwa mbunge, umekuwa diwani, umekuwa rais wa nchi, uadilifu ndio kitu cha kwanza. Kwa sababu uadilifu ndio utamfanya raia wa chini aweze kupata haki yake. Lakini leo unaweza ukakuta kuna baadhi ya viongozi, mtu anapambana kutaka ubunge, anatumia zaidi ya bilioni 1. Unajiuliza, mbona huyu akistaafu apate hata bilioni 1? Mbona anatoa bilioni 1, anataka nini huyu? Kwamba ana hamu sana ya kuongoza watu, au ana mapenzi sana na watu, au ana nini? Kumbe utagundua kwamba huyu ana mipango yake mingine, ndio maana anataka uongozi. Kwa sababu huwezi kutumia pesa kuutafuta uongozi, maana yake wewe una jambo unatafuta. Yani wewe ni mfanyabiashara, unatoa bilioni upate bilioni 2, ndio lengo. Sasa kuna watu wanatumia zaidi ya bilioni. Mimi nimeshuhudia kuna watu wamepigania ubunge katika nchi hapa uchaguzi uliopita. Mtu kaonga zaidi ya bilioni, yani wale wajumbe tu kamuonga huyu laki, laki 2, laki 3, laki, zaidi ya bilioni mtu ataka ubunge. Akistaafu ubunge baada ya miaka 5 hapati hiyo bilioni. Unajiuliza mtu huyu anataka ubunge kwa sababu gani? Kumbe utagundua kuna watu wengine wanabeti. Kuna mwingine anataka ubunge, anajua nitapata waziri, nikiingia kwenye waziri nitakwenda kupiga dili. Kwa hiyo mtu anachukua bilioni, anabeti ile, anajua muda wote mimi naweza ikanilipa hii. Kwa hiyo kuna watu hawachukui uongozi kwa lengo la kwenda kuongoza, bali wanachukua uongozi kwa lengo la kwenda kufanya ufisadi kwenye serikali. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi wa dini lazima ili uliseme, lazima. Na ufisadi ukikithiri katika nchi, madhara yake ndio haya tunayoyaona. Wakati mwingine raia wanakuwa wanaongea, wanachachamaa. Sasa haya lazima viongozi wa dini wayaseme, uadilifu kwenye uongozi, ufisadi, watu waache ufisadi kwenye uongozi. Kwa sababu leo unaweza ukamkuta kiongozi anamiliki gari ya milioni 700, which is not bad, sio kitu kibaya. Lakini mbona kuna raia wa chini huku Panado ana? Yani tunapozungumzia haya mambo, tunazungumzia katika mtazamo mkubwa kwamba kuna kiongozi anamiliki gari ya milioni 800, anatembelea gari ya milioni 800. Lakini mbona kuna maiti hospitalini kule inazuiliwa, anadaiwa 100,000? Yani mzani wake mbona au balance? Yani mbona mzani au balance? Kwa nini mzani au balance? Kwamba ukajitafakari kwamba mimi nawezaje kuendesha gari ya milioni 800, kuna raia huko ana shida ya Panado. Nawezaje kuendesha gari ya milioni 600, kule kuna mtu maji ya kunywa hana? Yani unakuwa ni kiongozi wa aina gani? Sayyidina Omar ilifika mahala, siku moja alikuwa anatembea katika nyumba. Alikuwa ni kiongozi, alikuwa anapita anatembea katika nyumba. Akakuta kuna familia moja imelala, imeshinda njaa. Mama ameweka mawe, ameweka kuni na chungu juu, kwenye kile chungu kaweka mawe ndani yake, kinatokota hivi. Lengo lake anawadanganya wanawe kama vile kuna chakula ili walale. Chungu kinatokota muda wote hivi, kumbe maji ya moto, mama kaweka mawe ndani yake, hawana chakula. Sayyidina Omar akaiona ile hali. Alipoiona ile hali, akaenda kumuuliza yule mama, mbona vile? Mama akamwambia, wallahi kuna kiongozi mmoja ameingia muovu kweli katika nchi, bila ya kujua yule anayeongea naye ndio khalifa wa Uislamu, ndio kiongozi katika ule mji. Kwa nini? Akamwambia, wallahi nimeshinda njaa mimi na wanangu wanalia wale pale. Wanalia wanangu wale pale, hawana chakula. Sayyidina Omar machozi akaanza kumtoka. Akatoka mbio akaenda kwenye Baitul Mal, akaenda akabeba chakula begani yeye mwenyewe, akawa anaelekea kumpelekea chakula yule mama. Wanamuuliza wasaidizi wake, Amir al-Mu'minin, mbona unabeba chakula tukusaidia? Akamwambia, dauni, niacheni.
kachukua chakula kile Omar yeye mwenyewe anapeleka kumpelekea yule mama, huko analia machozi. Omar akaja akasema hii ni dhima kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba mimi nimekaa kwenye uongozi, kumbe huko kuna raia hata chakula kile hawana. Sasa unakuja kiongozi, una gari ya milioni 700, kisha kuna raia wako huku chakula chao mkate ni shida, dawa hospitalini ni shida, inakuwaje? Ni issue ya ufisadi. Kwa hiyo viongozi wa dini wana jukumu la kuyasemea haya, ili wale ambao wasiokuwa nacho isifike mahala wakajikuta wanafanya maamuzi ambayo hawakustahili kuyafanya. Kwa sababu gani? Wana njaa. Mwenye njaa yake ikitoka tumboni ikihamia kichwani, huwa anaweza kufanya lolote lile. Sasa haya wakati mwingine huwa yanasababishwa na uongozi kutokuwa na adala, uadilifu, anania, selfish. Mtu anajilimbikizia mali, yeye anaona ni sawa sawa, bila kuangalia raia huku wapo kwenye hali gani. Tena mbaya zaidi, kuna baadhi ya viongozi wa dini haya hawayasemi. Na hawayasemi kwa sababu kuna mtu mmoja aliwahi kusema, idha ra'aita al-ulamaa fi abwabi al-umara'i fasadat al-umma. Ukiwaona viongozi wa dini, mashekhe, wanakwenda kwenye milango ya wanasiasa kwenda kupiga hodi, kwenda kuomba, kiongozi wa dini amekuwa chawa, ujue umma umeangamia. Kikifikia kiwango hiko, idha ra'aita al-ulamaa fi abwabi al-umara'i fasadat al-umma, mkiwaona viongozi wa dini, mashekhe, wapo kwenye milango ya wanasiasa wanakwenda kuomba, wamekuwa chawa, umma umepotea. Wa idha ra'aita al-umaraa fi abwabi al-ulama'i saluhat al-umma, lakini mkiwaona viongozi wa kiserikali wanakuja kwenye milango ya mashekhe kuwafata mashekhe kuwataka ushauri, ujue umma upo salama. Tujitafakari kama viongozi wa dini, kama mashekhe, tunakwenda au wanakuja? Ikiwa tunakwenda, umma huwezi kubakia salama, lakini kama wanakuja, umma utakuwa salama. Sasa wakati mwingine maharibiko yanatokea kwa sababu viongozi wa dini hawaja play part yao, wamekuwa ni machawa. Sasa wakishakuwa chawa viongozi wa dini, maana yake madhara lazima yatokee katika jamii. Niwapeni hadithi moja ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Mtume anasema idha ra'aita al-alima yukhalitu sultana mukhalatatan kathiratan fa'lamu annahu lissun. Ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad, ameipokea Abu Huraira, ni hadithi sahihi. Mtume anasema idha ra'aita al-alima, utakapomuona mwana wa chuoni, Mtume anasema utakapomuona mwana wa chuoni, yukhalitu sultana, anapenda sana kwenda kufungamana na watawala, yani yeye ni mtu anakwenda kuunga milango kwa watawala. Tena Mtume akasema mukhalatatan kathiratan, mara kwa mara unamuona anakwenda kenda huku, namkuta ipo kwa mbunge, mara kaingia kwa rais, mara ipo kwa diwani na kiongozi wa dini. Mtume anasema fa'alamu annahu lisun, tambua ya kwamba kiongozi wa dini atakuwa ni mwizi. Sio mimi, maana yake inawezekana mtu, ni hadithi ya Mtume Muhammad. Ukimuona kiongozi wa dini anapenda kuchangamana sana kwenda kupiga mizinga kwa viongozi wa kiserikali, Mtume anasema fa'alamu annahu lisun, elewa ya kwamba fa'alam annahu lisun, elewa ya kwamba mtu huyu atakuwa kwa vyote ni mwizi, na yeye anashirikiana na wale kuiba. Hiyo ni hadithi ya Bwana Mtume Muhammad. Kwa hiyo maana yake viongozi wa dini lazima wa play part yao kwenye kukemea issue za ufisadi na uadilifu. Kwa hiyo nafasi ya viongozi wa dini katika nchi yetu ni kubwa. Wakati mwingine kuna maafa yanatokea ni kwa sababu viongozi wa dini hawakuplay part yao. Lau kama viongozi wa dini wana play part yao, maafa yanakuwa hawezi kutokea. Kama tunaona kuna ufisadi
uadilifu hakuna, viongozi wa dini wakasema, maafa yanawezaje kutokea? Hawezi kutokea. Lakini leo hali ipoje? Ndio tunashuhudia mashehe wamekuwa chawa. Mtu anaona kabisa kwamba kuna ufisadi hapo unafanyika. Mtu anaona kwamba hapa uadilifu hakuna. Mtu anaona kwamba hili sio sawa, lakini nafika hatua kiongozi wa dini yale hasemi. Kwa sababu gani? Anajua baadaye anakwenda kugonga hodi. Sasa mkiona hali kama hiyo, ujue umma umeharibika. Na al-Imam Muhammad Mutawalli Sha'rawi ana maneno yake, anasema man lam yaakul bifa'asihi lam yantiq min aqlihi, yule ambaye hawezi kuongea, yule ambaye hawezi kula kutokana na mkono wake. Yani ukiwa ni kiongozi wa dini, uli kwa mkono wako, unategemea ukawe chawa ndio ule. Huwezi kuongea kutokana na akili yako, huwezi kuongea kutokana na akili yako. Utaongea kwa utashi wa yule anayekupa kula. Al-Imam Muhammad Mutawalli Sha'rawi, man lam yaakul bifa'asihi lam yantiq min aqlihi, yule ambaye hali kwa mkono wake, yani havuji jasho ndio apate chakula, anategemea akawe chawa. Hata kuongea ataongea, hawezi kuongea kwa akili yake, ataongea kwa akili ya yule anayempa kula. Kwa hiyo lazima viongozi wa dini wajue nafasi yao ni ipi. Mtume anasema al-ulamau warathatul anbiya, wanawachuoni wamechukua kazi ya mitume. Mitume kazi yao ni kuonya na kueleza kwamba hili baya, hili zuri. Kwa hiyo mkiona jambo baya, semeni hili ni baya. Zuri semeni, waamrisheni watu wafanye mambo mazuri, sio watu kukaa kimya. Hapana. Kwa hiyo viongozi wa dini wana nafasi ya kuhakikisha kwamba nchi inakaa katika mustawa uliokuwa mzuri. Lakini jambo lingine, maisha baada ya uchaguzi. Maisha baada ya uchaguzi. Hii nukta ya pili. Maisha baada ya uchaguzi. Ndugu zangu, yametokea yaliyotokea. Yametokea yaliyotokea. Na kila mmoja anajua. Mwenye macho na aone, mwenye masikio na asikie. Yametokea yaliyotokea. Lakini je, maisha baada ya uchaguzi yanakuwaje? Haliwezi kutusibu jambo ila lile ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala ametuandikia, amekadiria liweze kutusibu. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana, halitupati jambo ila lile ambalo Mwenyezi Mungu ametaka litupate jambo hilo. Yametokea yalotokea, Allah Subhanahu wa Ta'ala amekadiria hayo yatokee, yalotokea. Lakini je, maisha baada ya uchaguzi yanakuwaje? Ndio hayo yameshatokea na hali kama tunavyoona imeshakuwa hivyo. Je, maisha baada ya uchaguzi inatakiwa iweje? Ndugu zangu, kuna mambo kadhaa ya kufanya. Kuna mambo kadhaa ya kufanya. Madhara yaliyotokea, kuna watu walikuwa barabarani na kuna watu hawakuwa barabarani. Lazima tukubaliane. Kuna watu walikuwa wanaandamana na kuna watu walikuwa hawaandamani. Kuna watu wamepata madhara, mtu yuko ndani kwake tu, risasi imeenda imepenya imempata. Kuna mwingine alikuwa anapita barabarani tu, kachezea risasi. Kuna mwingine alikuwa yuko barazani kwake tu, na kuna wengine walikuwa barabarani. Kwa hiyo kuna ambao walikuwa wapo kwenye maandamano na wale ambao waliokuwa hawapo katika maandamano. Lazima hili tukubaliane. Lazima hili tukubaliane. Itakuwa ni jambo la ajabu kwamba mkawa mnaujua ukweli kwamba kuna watu wamefariki hali ya kuwa hawakuwepo kwenye maandamano, alafu kisha mkakaa kimya, msiseme kwamba hawa hawakuwepo, bila ya kutoa solution. Tufanyeje sasa? Yale yashatokea, tufanyaje? Tukae kimya? Lazima tutoe solution. Ndio kazi ya viongozi wa dini. Kazi yao ni kutoa solution. Nini tufanye sasa? Yameshatokea. Watilka al-ayamu nudawiluha baina an-nas, ni masiku Mwenyezi Mungu anayapitisha baina ya watu. Hayo ni masiku Mwenyezi Mungu anayapitisha baina ya watu. Mwenyezi Mungu ametaka tupitie kwenye hayo masiku, huenda kuna ibra.
Kuna mambo ya kujifunza, sisi raia tujifunze, viongozi wajifunze, kila mmoja anatakiwa achukue ibra, mazingatio katika yale. Mwenyezi Mungu haleti jambo bure bure, bali ndani yake kuna mazingatio. Sasa tumejifunza nini? Na solution ya kile kilichotokea ni nini? Hii ndio kazi ya viongozi wa dini wanatakiwa wafanye. Unajua viongozi wengi wa dini leo wanajua kazi yao, kumetokea msiba, kaenda kaosha maiti, kashona sanda, kaswalia, kaenda kazika pale, yeye ndio shekhe. Shekhe kazi yake ni kutoa dira, kutoa uelekeo, solution ya changamoto za watu. Tunafanyaje? Tumekosea wapi? Tufanyaje? Hii ni kazi ya mashekhe. Turudi kwenye historia kwa tazama mashekhe waliopita, namna gani waliweza kuinteract na watu na dola mbalimbali, na wafalme waliwafuata kutoa mitazamo yao. Nyie si mnafahamu kwa Yusuf alifatwa gerezani kwenda kuulizwa kuhusiana na habari ya ndoto. Kwa nini afatwa Yusuf? Kwa sababu alikuwa ni mtu ana elimu. Sasa na wanawachuoni wanatakiwa wafatwe ili waweze kutoa miongozo, nini tufanye, sio tukae kimya. Solution yashatokea yale, watilka alayamu nudhabiluha baina nas, masiku yashapita tayari, nini tufanye yasijirudie. Hii ndo pointi yangu ya pili ninayotaka kuizungumzia. Ndugu zangu, maisha baada ya uchaguzi. Kwanza wale ambao walioshinda wasiwadhihaki na kuwakebei wenzao. Wale walioshinda wasiwadhihaki na kuwakebei wenzao, kwa sababu Allah ndo ametaka itokee vile. Lakini haiwezi kuwadhihaka sasa kwa wale walioshindwa wakaanza kudhihakiwa. Hapana, haiwezi kwa hivyo. Hili ni jambo la msingi sana.